Tunapojifunza kusudi la kwako au kusudi lako dhidi ya upinzani wa nguvu za giza, kuna mambo ya msingi ambayo tunatakana tuyaangalia. Jambo la kwanza la kuangalia ni kusudi. Kusudi ni nini? Kusudi ni mpango wa Mungu aliyouficha ndani ya mwanadamu. Kusudi ni nini? Ni mpango wa Mungu aliyouficha ndani ya mwanadamu. Ule mpango umebeba mambo kadha wa kadha. Hayo mambo kadha wa kadha yaliyobebwa ndio hayo ambayo ningetamani nikufunze kwamba ndio yanaingia kwenye vita. Kile Mungu alichokiweka ndani yako alikiweka ili kiweze kufika mahali, au ili kiweze kusaidia watu, au ili kiweze kunyanyuka na kufika eneo ambalo Mungu amekusudia. Angalia mfano kwenye kitabu cha Esta mlango wa 4 mstari wa kwanza. Anasema, basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika. Hebu tuseme mambo yote yaliyofanyika. Sasa kwa sababu hii habari hapa tunapoisoma iko kama katikati, ukimsomea mtu ambaye ni mara ya kwanza itampa shida. Hayo mambo yote ni hapa. Ni swali ambalo mtu anaweza akajiuliza, lakini nataka uone kitu. Anasema basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika. Kulikuwa kuna mpango ambao umepangwa na kina Haman. Hawa wanapambana na kusudi ambao Mungu alikuwa amelikusudia dhidi ya Wayahudi. Haman akiwa anatamani kuangamiza Wayahudi wote. Sasa habari zikavuja, na mimi nataka nikwambie leo, habari zako walizopanga wakurarue, waliopanga wakuharibie ndoa, waliopanga wakuharibie watoto, zitavuja. Bwana asifiwe. Taarifa ikavuja, na unaona pale anasema basi Mordekai alipojua mambo yote. Maana yake alifuatilia, akajua kitu wakina Haman walikifanya. Wakina Haman walifanya mambo mawili. Jambo la kwanza ni fitina yao dhidi ya utawala. Walipeleka taarifa kwenye utawala ambazo zile taarifa zilikuwa zinashambulia lile kusudi la Wayahudi. Alipelekewa mfalme Hosea taarifa, na unaona jambo la pili, hao majamaa wakasema ili tuangamize hawa Wayahudi tukawaloge. Wakaenda katikati ya mji. Hebu sema katikati ya mji. Hapa Biblia inasema alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizirarua nguo zake, naye akajivika gunia pamoja na majini, akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Wakina Haman usiku walienda katikati ya mji kuwaloga Wayahudi. Mimi nataka nikupe password jioni ya leo. Mtu yeyote anayetaka kukufunga nyota akiwa ni mchawi, huwa anaenda katikati ya mji. Mtu yeyote anataka kukufunga kwa usifanye biashara kwenye mji, huwa anaenda katikati ya mji. Anasemea maneno, analoga, anatamka maneno. Kuna mtu amenisikia kitu? Anachopambana nacho, anapambana na ile kusudi. Kuna kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani. Mimi nataka nikwambie, wapambane, waloge, wafanye watakavyofanya. Hata kama utakuwa mzee, lile kusudi la Bwana lazima litokee. Bwana asifiwe. Kama Mungu alikuwa amekusudia uishi maisha mazuri, I command it, ninaamuru jioni ya leo, maisha mema na ya baraka na ya furaha yatokee kwako kwa jina la Bwana. Sema na hiyo hivyo kwa jina la Bwana. Kwa hiyo kusudi, na ndio maana tunajifunza habari ya kusudi lako na upinzani. Hakuna mtu aliyekaa hapa ambaye amewekewa kusudi ndani hana upinzani. Una upinzani. Ulianzisha biashara, Mungu alikuwa amekusudia kukuweka Iringa kibiashara, lakini angalia upinzani unaotokana nao kwenye biashara.
umeleta mzigo umepotea. Ulianza mahindi kule Dabaga, umeenda kununua mahindi Dabaga, umeleta mjini, yale mahindi hali imekuwa mbaya, mahindi yameongezeka. Kuna vitu ambavyo shetani anataka ukate tamaa. Hakati tamaa mtu hapo kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, unapenda kusikia kama Mungu anaweka kusudi ndani ya mtoto, hebu sema mtoto. Akiweka kusudi lake ndani ya mtoto, kwamba mtoto huyu atakapofikisha umri wa miaka 40 atakuja kuwa rais wa nchi ya Tanzania. Shetani akiona kile kilichowekwa, anaanza vita. Kale katoto kakiingia darasani, hivi vitoto sisi kama mjio mliwahi kuviona, kakiingia darasani kasema, mimi sioni mbele, ubaoni sioni. Kanarudi nyumbani, anasema wakati mwalimu anafundisha kamelala. Yaani kamelala kabisa, kamechoka, kamelala. Nini kinachoshambuliwa pale? Hashambuliwi mtoto, inashambuliwa miaka 10 mbele yake au 20 mbele yake, kwamba hili liwe zezeta, lisifikie kwenye urais, lisifikie kwenye ukurugenzi, asifikie kwenye udaktari, asifikie kwenye uinjinia, asifikie mahali fulani. Kinachoshambuliwa ni lile kusudi ambalo Bwana ameliweka ndani yake. Sasa unaanza kumwona mtoto ni mzito, mara akienda shuleni, mara akatae, abaki nyumbani. Mimi nataka nikwambie, kama mzazi umekaa hapa, unajua kabisa mtoto ana dalili hizi, pambana naye kiroho, pambana naye kimwili. Fimbo ihusike, maombi yahusike, mtoto aende, kesho aje kuwa mkurugenzi mahali. Kama mmenielewa, sema nimeelewa. Bwana asifiwe. Sasa tunachojifunza hapa ni kusudi na nguvu sikiza ambazo zinazuia kusudi. Mimi nataka tuangalie kitu hapa. Tuanze leo jioni. Kwanza, jambo la kwanza ambalo ningetamani tuanze kujifunza ni kutambua kusudi la Mungu juu ya maisha yako. How to discover God's purpose in your life. Kutambua kwanza wewe, kabla tujaanza kushughulikia mashetani, wachawi, waganga, mizimu. Tuachane hivyo vitu kwanza. Wewe litambue ile kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Hili ni Mungu amenikusudia nini? Ni kweli kabisa nikae hivi, kuna nini kitu ambacho Mungu amekikusudia? Kabla tujaanza, jiulize maswali ya maneno. Swali la kwanza, mmeshaandika? Niendelee? Mko tayari? Swali la kwanza la kujiuliza, Mungu anataka mimi niwe nani kwenye lile kusudi? Ili ni swali la kwanza la kujiuliza. Andika hiyo haraka. Mungu anataka mimi Joel niwe nani? Unajua, unaweza ukajipambania, nikiwa mchungaji tu imetosha. Kumbe Mungu yuko mbele ya uchungaji. Sawa wewe unashika nikiwa tu mchungaji, basi nikiwa na Bwana akae nani, akae na roho yako. Yaani unaona burudani imetosha. Kumbe Mungu sio hapo. Mungu anaangalia ndani ya ule uchungaji, alikuwa ameweka mission mbalimbali ndani ya mtu. Mmenisikia? Okay. Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, haya maswali ya Mungu sana kujiuliza. Mungu anataka nifanye nini kwenye ile kusudi? Hapa ni baada ya kulijua kusudi. Ukishatambua kusudi ambalo Mungu amekuitia, okay, umeniita kwenye ile kusudi, unataka nifanye nini? Ili pointi ya muhimu sana. Ukiondoka kwenye kusudi la Bwana, unaingia kwenye hasara. Nilikuwa nasikia mhubiri mmoja alikuwa anahubiri, akawa anasema kwa habari ya mchungaji mmoja. Yule mchungaji, Bwana alikuwa amemkusudia achunge kanisa, lakini yeye ndani yake akaenda kusoma mambo ya TRA, mambo ya mapato. Kwa hiyo akawa anasomea mapato na nini, baadaye akawa ameachiliwa kwenye hiyo nchi yake, kwenye department ya TRA, kukusanya kodi, kufanya hivi na nini. Amekusanya kodi mwaka wa kwanza, amefanya kule, mambo yanaenda, mambo yakaanza kukataa. Kila anachokifanya kwenye ile kampuni kilikuwa kinagoma kabisa. Akajiuliza nimekosea wapi?
unakaa pale miaka 10, miaka 15, umri umeenda, umesogea kabisa, karibia kustaafu. Baadaye akasema kile nilikuwa nakisikia ndani yangu cha kuchunga kanisa, kwa nini nisirudi kanisani? Aliporudi kanisani akaomba, jamani, nataka kwenda kusoma theology. Wakamwandikia haraka haraka, akaenda akasoma, akachapa miaka yake 3. Amerudi namna hii, mwaka wa kustaafu umefika, kazi atafanya mwaka 1 alafu astaafu. Akamwambia Mungu, hapa astaafu mtu. Kwenye kanuni za ile kanisa kuna kustaafu. Mimi si staafu, ndio nimeanza moja, na Mungu akamwambia hapa ndio umesimama kwenye lile kusudi ambalo nilikuwa nimekuitia. Tunaanza moja, unatoka neno utahubiri ukiwa una neno, unatoka kucha utahubiri ukiwa una kucha, maadamu umesimama kwenye nini? Kwenye kusudi. Ndio pointi hii ya ngapi nimekwambia? Ya pili. Mungu anataka nifanye nini kwenye lile kusudi? Usikurupuke tu. Mungu anataka nifanye nini? Hata kwenye ndoa, ili nimeolewa kwenye ukoo wa kina Mkema, ili kiwe nini? Ili nimeolewa au nimeoa ukoo wa kina Mwanyengo, ili kiwe nini? Ukoo wa kina Mwanyengo, ili kitokee nini huku wa kina Mwanyengo? Si tu umeingia kwenye ndoa madamu fia nimeolewa au nimeoa, kuoa na kuolewa ni kuzuri. Hapana, hapana, na kukatalia. Kuna kitu Mungu anakitaka ndani ya hiyo. Ndo wewe ndio hujajua. Wewe tu unasema wewe pendaje tu taratibu. Hakuna cha pendaje, liko kusudi la Bwana. Inawezekana Mungu amekuingiza kwenye huo ukoo, walikuwa maskini, wao ni tajiri. Bwana asifiwe. Wao mtu anaingia kwenye ukoo, ameoa, ameolewa, ile ukoo ina mgogoro mwanzo mwisho. Alipoingia akaanza kutatua migogoro. Hilo ndio kusudi la kwenye ndoa. Uliingizwa pale ili utatue migogoro, sio kuja kuzaa watoto hapo. Bwana asifiwe. Hebu twende, nimefika pointi ya ngapi? Tuachane leo. Pointi ya ngapi hapo ndio? Ya 3, twende ya 3. Mungu anataka niwe wapi? Unaona ile kusudi haya ni maswali muhimu sana. Unaweza kung'ang'ania kukaa Kiesa kama Mama Deo pale, kumbe Mungu hataki ukae Kiesa. Wewe mimi Kiesa hakuna. Kuna mahali Mungu amekusudia ukae, lakini wewe umejiposition. Umesema mimi wa mkimbizi, mimi nimeitiwa nikae. Wewe toka hapa, hujajua tu Mungu anapotaka ukae kwenye ile kusudi. Sikiliza, kusudi huwa linawekwa mahali ili lizae kitu, litokee mahali. Sema amen. Pointi ya 4, unajua hapa nasema hizi sijaanza kufundisha kile nataka kufundisha. Pointi ya 4, Mungu amekusudia nipate nini ndani ya kusudi. Andika hiyo. Ili Mungu amekusudia nipate nini ndani ya kusudi. Mungu amekusudia nipate nini? Nilikutana na kijana mmoja. Yule kijana anapenda kupiga drum. Nikakutana naye. Akanieleza, akaniambia, mchungaji, mimi vitu vyote ndani ya kanisa nikipiga hizi ngoma nasikia kama niko mbingu ya 4. Kwa tunatofautiana kweli. Yaani kupiga mimi naona ni makelele. Kuna mtu mwingine anaona ni makelele eti, lakini mwenzangu anapiga yaani anaona amefika mbingu ya 4. Ile kusudi. Nikamwambia hivi, kwenye hicho ambacho wewe unaona unafika mbingu ya 4, sasa tamani sana upate kilichopo kwenye madrama. Akaniambia nafanyaje? Nikamwambia anza kuomba. Muombe Mungu lile kusudi. Kwa nini nipigie haya magoma? Omba kusudi lake ni nini? Nipigie kwenye hili kanisa au nipigie mahali? Yule kijana watu akakomaa pale, anaendelea. Siku moja nimeenda tena hapo kwenye huo usharika, akanikamata mkono, akaniambia, baba, mimi sio wa Tanzania. Nimeona ndani yangu mimi sio wa kupiga drum Tanzania. Nikamuuliza, umesoma mwanangu? Akasema, nimeenda kabisa mpaka Bagamoyo. Nimeenda kusomea kupiga manania. Wewe unajua unadharau wewe. Kuna mtu hapo analipwa milioni 2, milioni 5 kupiga hayo tu. Yes, nimemzoea ile dada na alisimama hapo kiki anatoka jasho. Mnampa maji tu. Ile dada watu akimaliza kwa kuku mnampa maji. Kuna mtu akisimama
para pua, milioni 2, milioni 5 anaokota. Sasa haleluya. Sasa sema yeye, unaona Mungu amekusudia nipate nini kwenye ile kusudi. Sisi kama unaelewa hapo. Na ubiri ninapata nini kwenye kuhubiri? Na ubiri nini mnapona? Sawa. Watu wanaokoka, sawa. Watu wananyanyuka, sawa. Watu wanafika mahali, sawa. Lakini wewe kama mhubiri unapata nini? Kwa nini wewe na watu wanahubiri wana viraka? Yaani kama anasema Yesu anaokoa kwa viraka kama tochi, viatu vimepinda hivi kama vile Sodoma na Gomora. Yaani amekapa. Sasa hebu tuache ukote. Yaani anahubiri lakini hapati kitu kwenye ile kusudi la mahubiri. Hayuko kwenye mpango. Mmenielewa? Yule kijana tukaomba naye. Nikamwambia sasa kama ni hivi bwana mdogo, tafuta passport. Muujiza unakuja. Tafuta passport. Kweli nikamwambia tafuta passport. You never know. Anytime unanyanyuka. Nikamshika mikono, nikamwombea kwa nguvu kabisa. Maombi ya nguvu, nikamwombea yule mdogo. Tukamaliza. Ni huyo nikasafiri, nimemaliza sema nikasafiri. Ile nimeondoka hiyo kanisani kwao, kukaja wazungu kutoka South Africa. Wazungu wamekuja wengi, wamekuja kama training, wengine wamekuja pale, yani wanatembelea ile parish. Wamekuja pale. Yule dogo siku alikuwa mwenda wazimu wa kanisa. Alipoona ngozi nyeupe zinaingia kanisani, hakucheza vibaya ndani ya fursa. Bwana asifiwe. Alikamata zile gramu, alipiga. Sasa wale wazungu hawana biashara tena na mhubiri, hawana biashara na nani na ibada, wana biashara na yule jamaa wa ngoma wale. Yetu ni kumdekodi kumchukua pale. Wanamaliza tu ibada, wakamwambia pastor, tunaweza kuongea na huyu kijana. Sasa ongea naye tu. Mchungaji alikuwa anaona kama siku hiyo. Ongea naye. Wakamuuliza yule kijana, uko na passport? Ninayo tena ndio kuchukua juzi. Bwana asifiwe. Haleluya. Unaliona hili kusudi ile. Kuna mahali lazima liwe na kitu ndani. Usije mkao na ningana hapa, baba kwa jina la Yesu, fire, moto, narusha. Utarusha sana. Utaambulia zio. Hivi sema Ujaona mtu ni muombaji kweli. Yaani akiomba mpaka tunasikia raha, lakini ana malaka. Ni ambaye kukutana na mtu wa namna hiyo. Amepiga sendeo. Amepiga yepo. Yaani kuna jambo liko ndani kubwa, lakini lile jambo halizai kitu. Lile jambo ni sio. Leo nataka nikuambukize neema. Lile jambo ambalo Bwana ameliweka ndani yako, ya kwamba wewe ni director, ya kwamba wewe ni musician, ya kwamba wewe ni mtu fulani, hata kama ni mama wa nyumbani, lile jambo lizae kitu kwa jina la Bwana. Kwanza nisikilizeni, hamna mtu anaitwa mama wa nyumbani. Wote tumewekewa vitu ndani. Hii biashara yote sema mama wa nyumbani, kama shingo alikukemea. Wacha tuendelee. Bwana asifiwe. Acha nimalize katika ushuhuda. Wakachukua contact za yule kijana, akanipigia kaniambia, baba, leo wazungu wamechukua mpaka contact zangu. Wakamuuliza swali. Sisi South Africa tuna kanisa kubwa sana. Hatuna mpiga drum. Tunataka tukulipe na uwe mfanya kazi kule. Tukutengenezee kila kitu, utafanya. Hivi hapo kuna biashara tena kusema hapana. Hebu msemeshe jirani yako, mwambie hivi ingetokea kwako. Hapo unaanza kusema eti nikamuulize mke wangu, nikamuulize babangu. Ni hamna cha kuuliza baba, nini hapo kwa hapo? Jamani, kwani hatuwezi kuondoka leo? Mimi niulize baba. Kwani hatuwezi kuondoka leo? Weka mkataba leo. Tunaondoka hapa. Kwani kusudi limezaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kijana huyo mwezi wakaweka mikataba yake ya kazi, nani yuko sauti hata zaidi. Hata tukitoka hapo nje uniambie mchungaji, hebu naomba niongee naye wewe. Na watu tunaongea naye. Yuko sauti zaidi. Yeye kazi ni moja tu. Bwana.
Bwana asifiwe. Sasa sema tunapozungumzia kusudi lako katika maisha, tunazungumza maeneo matatu. Eneo la kwanza, kwa wale mnaoandika, tunapozungumzia kusudi lako, lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani. Sasa tunapotaka kuona makusudi, tutaona vipande vitatu vya kusudi. Kipande cha kwanza kinaitwa kusudi la kwako wewe. Kwa wale wanaoandika, andika kipande cha kwanza ni kusudi langu. Kusudi langu. Kuna aina tatu ya makusudi. Kusudi la kwanza ni kusudi lako. Okay. Kusudi la kwako ni lile ambalo wewe unatamani. Yaani unaona mimi Bwana asifiwe. Nikisema tu mimi labda mimi natamani siku moja niwe mwalimu wa wachungaji. Umelisikia? Yaani unaona na ubiri, lakini ndani yangu mimi natamani siku moja nikae pale university nianze kuwafundisha wachungaji. Nawafundishe Greek au nawafundishe nini Hebrews au niwafundishe Kiunani. Yaani kama nawafundisha au niwafundishe Agano Jipya au niwafundishe Agano la Kale. Yaani niwe profession lakini mwalimu wa Agano Kale. Niwe profession mwalimu wa Agano Jipya. Sawa? Haya ni matakwa yangu. Haya ni makusudi ya kwangu. Kila kusudi la kwako limebeba vitu aidha ni madhara au ni faida. Kusudi la kwako. Kumbuka, unaweza ukayaishi maisha yoyote ukiongozwa na kusudi lako ambalo halitafika faida. Sijajua kama mmenisikia kitu nimesema. Unaweza ukaongozwa au ukaishi maisha yoyote ukiongozwa na kusudi lako, lakini lisikufikishe mahali. Kusudi lako huwa limebeba vitu vifuatavyo. Cha kwanza, kusudi lako limebeba tamaa yako. Kusudi lako limebeba vitu vifuatavyo. Cha kwanza, kusudi lako limebeba tamaa yako. Kila mtu hapa ana kusudi lake. Huyu jamaa anayerekodi hapa, ndani ya moyo wake anao kusudi lake, aje awe journalist, lakini awe mtangazaji. Si mtangazaji watu tunamsikia eti. Si mtangazaji eti. Lile ni kusudi lake, sawa? Limebeba tamaa yake. Yaani natamani nitangaze kama Ben Kiko. Kuna mtangazaji kwa anaitwa Ben Kiko. Mimi natamani nitangaze kama mtangazaji fulani. Mimi natamani nitangaze BBC. Lile ni kusudi lake, lina tamaa zake. Zile tamaa lilizobeba ndani yake zina matatizo. Hebu tumwangalie Yesu. Tufungue Injili kama ilivyoandikwa na Marko mtakatifu. Mlango 14 mstari 36. Injili kama ilivyoandikwa na Marko mtakatifu. Mlango 14 mstari 36. Injili kama ilivyoandikwa na Marko mtakatifu. Mlango ni 14 mstari wa 36. Mmepata? Tuweza soma pamoja. Haya, twendeni wapendwa. Akasema twende. Akasema Baba, yote yawezekana kwako. uniondolee kikombe hiki, wala si kama bali. Umeona pale, huyu ni nani? Yesu. Angalia maneno kwenye kusudi la msalaba. Hebu nyanyua kichwa chako uangalie kidogo, tukusaidia. Angalia ya maneno ya Yesu, lakini maneno ya Yesu kwenye kusudi la msalaba. Anasema hivi, akasema Baba, yote yawezekana kwako. Sisi kama unaona Yesu hapa hakutaka kusimama kwenye kusudi lake. Alafu anasema hivi, wala si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe.
alipoangalia Yesu akasema, nikienda kwenye kusudi langu sitoboi, lakini nikisimama kwenye kusudi la babangu Mungu wangu, anasema si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Kwa hiyo unaanza kuona ya kwamba kusudi la mtu limebeba matakwa ya mtu au tamaa ya mtu. Kinachokuumiza leo mama au kijana au mtoto ni lile kusudi ambalo liko ndani yako lililobeba tamaa zako. Sasa angalia, ndani ya kusudi hili limebeba, kusudi lako limebeba manyanyaso, frustrations. Una kila aina ya manyanyaso kwenye ile kusudi lako, kwa sababu kusudi lako linataka leo ningekula asubuhi, ningeamka asubuhi nipate kitimoto na chapati mbili na kanini pale. Ile kusudi hauna. Lakini sasa unaanza kuingia kwenye misuguano, unaanza kuingia kwenye matatizo, unaanza kuingia kwenye vita, unaanza kuingia kwenye jambo fulani, ile kusudi lako. Kwa hiyo kusudi la kwako lina mambo yake ambayo limebeba. Kusudi lako lina vita ambayo sio nyepesi. Kusudi lako, jamani, mpo? Fungua Injili ya Yohana, fungua Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu. Lazima uchomoke jioni leo kwa jina la Bwana. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu mlango wa 15 mstari wa 5. Anasema mimi ni mzabibu. Hebu tuseme mimi ni mzabibu. Huyu anayesema ni nani? Yesu. Alafu anasema mimi ni matawi. Hebu sema sisi ni matawi. Okay. Kama Yesu ni mzabibu, alafu sisi ni matawi, hatupaswi sisi kutembea kwenye matakwa yetu. Tunapaswa kutembea kwenye matakwa ya kitu kinachoitwa nini? Mzabibu. Bwana asifiwe. Angalia Bwana anasema akaaye ndani yangu na mimi ndani yake, huyo uzasa. Anamaanisha, anasema kama mimi ni mzabibu, ukiamua kukaa kama tawi ndani yangu, lazima tupate product, lazima tupate matunda, lazima uzae. Kwa nini mimi ni mzabibu? Okay, kama Kristo ni mzabibu, maana yake ni nini? Lazima usiishi kwenye matakwa yako, ishi kwenye matakwa ya Kristo. Bwana asifiwe. Watu wakimbizi, kuna mahali ambapo Kristo anakutaka kwenye matakwa yake, akutaka nje ya matakwa. Sasa sisi tunaishi nje ya matakwa ya Kristo, na ndio maana anasema yule akae ndani yangu huzaa sana, maana pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya jambo lolote. Pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya jambo lolote. Kwa hiyo leo tunatakiwa tuanze kujitoa kwenye makusudi yetu, twende kwenye kusudi la Kristo. Ile kusudi la Kristo lina faida, lina kujenga, lina neema, lina kuinuliwa, halina hasara, halina kuchoka, halina kukata tamaa, halina kuonewa, halina magonjwa, halina masumbufu. Ile kusudi la Kristo limebeba kila kitu ndani yake. Ni jioni ya leo ningetamani ile kusudi la Kristo linyanyuke pamoja na wewe kwa kupitia hii ibada ya jioni ya leo. Kama unanielewa hapo jioni ya leo, sema nimeelewa. Nyanyua mikono yako, piga Bwana kelele za shangwe, maana ile kusudi la Bwana lililosimama ndani yako lazima litokee mahali. Hebu piga kelele, sema tokea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Mgonge bega jirani yako, mwambie kaa ndani ya mzabibu. Gonga tena bega, mwambie wewe ukikaa huko utazaa sana. Haleluya. Yesu anasema pasipo mimi ninyi hamwezi lolote. Ili kwamba mimi niweze kujenga, anahitajika Kristo ndani yangu. Ili kwamba mimi niweze kusafiri, anahitajika Kristo ndani yangu. Kwa hiyo Kristo aumbike ndani yangu, afanyike ndani yangu, nikae pale kama tawi. Mtokee ndani yako, mwambie hivi, elewa wewe ni tawi. Acha kujikata, kujipruni. Si msonge kidole, mwambie acha kujipruni wewe. Msonge kila kidole, mwambie acha kujipruni. Wewe ni tawi. Haleluya.
Bwana asifiwe. Biblia inasema akaaye ndani yangu huzaa sana. Ningetamani jioni ya leo tukae ndani ya Kristo, tuzae magorofa, tuzae majumba, sio mambo ya kuzaa watoto hapa. Watoto tayari unao. Kuna vitu lazima vifyatuliwe. Ni nani anayefyatua? Ni wewe ambaye Bwana amekuita. Wewe kufyatue biashara, kufyatue mashamba, kufyatue mifugo. Sema na iwe hivyo. Ngoja nikuonyeshe kitu. Fungua kitabu cha Mwanzo. Ninaona Roho Mtakatifu amenishushia hapa faster. Unajua wakati mwingine Roho huwa anatushushia faster. Angalia huyu jamaa alikaa ndani yake, vitu vilivyombika ndani yake. Mmepata kitabu cha Mwanzo mlango wa 13. Fungua hapo kama umeme. Mwanzo 13. Ndio umeisha, kwa hiyo nataka nikimbia hapa kwa hizo dakika chache zilizobakia. Mwanzo 13. Mmepata mstari wa 2. Angalia huyu jamaa alikaa ndani yake. Nini alichozaa? Twende 1, 2, 3. Naye Abrahamu alikuwa tajiri sana. Weka nukta. Mgeukie jirani yako mwambie Abrahamu alikuwa tajiri sana. Mbona ni kama vile unamsemesha mnamgombeza? Mwangalie sura, mwambie naye Abrahamu alikuwa tajiri sana. Muulize mwanangu, hata kama ni mzee, mwambie mwanangu, wewe tajiri. Bwana asifiwe. Kwenye ile Injili anasema akaaye ndani yangu atazaa sana. Atazaa sana. Hapa Biblia inasema naye Abrahamu, maana Abrahamu aliamua kujiconnect kwa Mungu. Alipokaa ndani kwa Mungu akawa tajiri sana. Akazaa utajiri. Angalia, huyu jamaa ana aina 3 ya utajiri. Utajiri wa kwanza, anasema alikuwa tajiri sana wa mifugo. Muulize jirani yako, unafuga wewe? Unakuta hana hata kuku. Yaani unayeongea naye hata bata hana, hata njiwa hana, lakini makofi yanayo. Ni Bwana wa vita, Bwana. Bwana, mbuzi hana, kondoo hana, kuku hana. Kaa ndani ya Yesu Kristo, kwenye kusudi la Kristo utazaa sana. Haleluya. Akaaye ndani yangu huyo uzaa sana. Angalia anasema naye Abrahamu alikuwa tajiri sana wa mifugo. Wewe wa fedha. Hebu sema fedha. Hapa ndio mgogoro wa lokole. Tuendelea fedha. Hapa ndio mgogoro wa maji. Wanasema tuna fedha. Tukianza kupigana pension hapa ya kusachiana, unakuta ile kochi ile imejaa tu makanda mbili na matakataka mengine. Hamna kitu. Ndani hamna kitu. Huyu jamaa alikuwa tajiri sana wa nini? Fedha zilitokana na nini? Alikuwa na mifugo, maana yake ni mfanyabiashara. Ile utajiri wa fedha ukaja. Alafu utajiri wake watatu, alikuwa tajiri wa dhahabu. Dhahabu ilikuwa inatumika kama stock. Stock maana yake ni kitu ambacho anakiweka cha akiba. Dharura ikitokea, anayo akiba. Anataka kuoza, sio lazima tuanze kuchangishana. Kwani mmekasirika nini? Bwana asifiwe. Unataka kuoza watoto, michango Ipogoro, michango Mpivila, michango wasili wapi? Yaani unawatumia watu na unakuwa mpaka mkali. Niko na mtumi wewe akaaye ndani yangu huyo uzaa sana. Unajua akili yako inakupeleka kuzaa watoto. Msome kidole mwambie jirani yako, msome kidole jirani yako. Mwambie wewe, toka kwenye hayo mawazo. Nenda kazae fedha, nenda kazae majumba, nenda kazae magari, nenda kazae viwanda, nenda kazae vitu vikubwa. Ukikaa ndani ya Kristo anatengeneza kiwanda kinatokea kwako, kama sio kwako kwa mtoto.
katika imani kwako. Nikwambie kitu, mimi niwafundisha watu fulani, nafundishaga biblical economy, uchumi wa kibiblia. Nilifundisha mahali fulani, nikasema ukienda kwenye nyumba alafu ukapewa tenda kufagia ile nyumba na wenye nyumba hawapo, ukaambiwa ufagie ile nyumba vyumba vyote. Yaani ukifagia vyumba vyote kutoka chumba cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, cha sita na sebuleni, alafu hujafagia hata 51, hiyo familia ina roho ya umaskini. Jamani, hizo ni kanuni zangu, sio za roho. Yaani umefagia chumba cha kwanza, chumba cha pili, sebuleni, kwenye makochi, hata mle hela za watu zinaangukaga bahati mbaya, hamna hata 50. Umekutana nayo 50 hivi, wakati unafagia chini 50 hivi, umekutana nayo haipo. Spirit of poverty, roho ya umaskini. Huyu mama anasema atakuwa anaangusha. Haleluya. Lakini Biblia inasema akae ndani ya huyo uzao sana. Kukiwa na kusudi la Bwana ndani yako utazaa. Sikiliza, ngoja nikwambie kitu kabla sijasema madhara hapa. Kuna kitu unakifanya sio kwenye kusudi la Bwana, na ndio maana tunakupa hasara. Nirudie. Kuna jambo ambalo umeliingia, wewe unaona ni la hela ndefu, lakini sio kwenye kusudi la Bwana, na ndio maana unapata hasara. Mimi namuombaji mmoja, na haya mahubiri atafuatilia, tunamjua, atasikiliza. Najua kabisa yakirushwa leo anayasikia, maana ni yuko active. Yule bwana alikuwa anauza ng'ombe, ni rafiki yangu sana. Alikuwa anauza nini? Ng'ombe. Mara ng'ombe anakufa, anaenda kutafuta ng'ombe huko, wanasema wanafanyaga nini, yanenepe, wanafanyaga nini kile Kiswahili, yani yanapewa mavyakula manini mashu yanenepe, wapeleke Dar es Salaam. Ananenepesha, kabla hajafika Dar ameshakona. Baadaye akaanza kumuuliza Mungu, Mungu mimi, mbona nimefanya biashara ya ng'ombe na watu wanafanya biashara ya ng'ombe? Yaani anaweza akabeba behewa 3 za treni au behewa 4 za treni ng'ombe zake, anaenda anaambulia hasara. Kwa nini? Yuko nje ya kusudi, lakini yuko kwenye makusudi yake. Siku moja anasema akakaa akatulia. Nitakuonyesha kitu baadaye. Akatulia akamwambia Mungu, mimi nataka nifanye kile nataka nifanye. Biashara ya ng'ombe kuanzia leo sifanyi. Akauza zile ng'ombe zote, akachukua ile nusu ile hela, anasema naileta madhabahu, nionyeshe kitu cha kufanya. Na hicho aliomba maombi magumu sana wewe. Na hicho nionyesha wewe na uhakika ni wewe ndio umesema. Bwana asifiwe. Basi akaendelea mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu akanipigia simu. Baba, ni mtu mzima ananiita baba, kwa sababu mimi si mchungaji. Baba, naomba unisaidie. Sasa miezi inaenda na akakaela kadogo nitakula, sielewi nifanye nini. Nikamwambia rudi kwenye kusudi la Bwana. Akaniambia tayari mimi nishapeleka mpaka sadaka. Niambie sasa mimi nataka kufanya nini? Nafanyeje? Nikamwambia leo mpaka kesho wazo litakalokuja kichwani ni wazo la Bwana. Sasa hapa lazima tupambane na wazo la nani? La shetani. Utaelewa kama sio kesho au kesho kutwa. Nitakueleza kusudi lako na mashetani. Mashetani nayo huwa wanaleta mawazo ndani ya mtu, alafu wanaharibu kusudi la Bwana ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Tukaomba pale, ikamjia wazo akachimbe dhahabu. Akaniambia baba, limekuja wazo nikachimbe dhahabu. Nikamwambia nenda. Hiyo ndio wazo la Bwana. Mimi nenda. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwombea kwenye chini nani? Akaenda porini, ana ndugu zake wanachimba, wakamwambia sasa wewe kwa sababu ndio unaanza kujifunza. Haya mashimo ya watu walishachimba. Hebu tafuta shimo moja, uchimbe humo ndani, utaokota dhahabu. Humo ndani wewe chimba kwenye haya mashimo. Wakampa eneo. Akarudi nyumbani. Anasema wakati anarudi,
akapita sehemu moja, kuna shimo. Ile shimo lina vichaka, linaonekana la siku nyingi. Akasikia moyoni, ili shimo ndio lina dhahabu yake. Akaenda nyumbani, akaomba, akarudi kesho yake akazunguka pale, ili shimo, azama kuna shimo. Akatafuta wachimbaji, akatafuta mtaalamu kwanza, hebu pima dhahabu iko hapa. Ile kupima hiyo dhahabu ni nyingi, hata kutoka hapo kwenye mguu hapa ni mbali, iko hapo juu. Wale wengine wote wanasota, yeye iko hapo juu. Yule mtaalamu akamwambia, mzee, dhahabu iko hapo. Kwanza hivi tupatane, unanitunzaje? Akamwambia, nitakachopata ninakupa 100%. Yule bwana na mitambo yake akapima pale. Kesho yake wakaja, wewe free, kachimba space 2. Amemaliza, anaenda kuuza bilioni 2. Aliyepata hasara amerudi kwenye kusudi. Na ninapoamuru leo kwa jina la Bwana, rudi kwenye kusudi la Bwana. Wafikiri umeweka kuku wamekufa wote, unauza mayai yanaozea hapo, mengine unakula. Tembea kwenye kusudi la Bwana. Haleluya. Wote madhara ya kutembea kwenye kusudi lako, madhara ya kutembea kwenye kusudi lako. Mungu wangu, zebaki dakika 2 tunafanya. Sio mniongezea hata 2. Madhara, msinichochee. Mchungaji yuko hapa, mtanipa shida. Ukishaambiwa 12 mwisho bongo. Usiongeze, mapatano ya muhimu sana. Madhara ya kutembea kwenye kusudi lako. Madhara la kwanza, ukifuata kusudi lako huwezi kupata matokeo ya haraka. Andika hiyo. Madhara ya kutembea kwenye kusudi lako. Utakapofuata kusudi lako, hautaweza kupata matokeo ya haraka. Kuna mahali unatafuta matokeo, lakini unaishi kwenye kusudi lako, matokeo hayaji kwa haraka. Pointi ya kwanza, andika pointi ya pili unayotuombea. Pointi ya pili, wacha niseme zote 4. Alafu pointi ya pili. Mmalizaje kwa kwanza, niseme ya pili. Pointi ya pili, huwezi kuvuka vizuizi. Kuna vizuizi ambavyo adui anakuwa ameviweka kupambana na wewe. Ile nguvu ya kuvuka pale kwenye vizuizi inakosekana. Pointi ya pili. Pointi ya tatu. Naandika. Niendelee. Pointi ya tatu. Utafanya vitu vingi, faida itakuwa haipatikani. Umewahi kukutana na mtu alishawahi kuuza vitumbua vikabaki, jioni ndio akafanya chakula cha usiku. Alishawahi kuuza maharage, ameyaweka nyumbani, ameotea yote, ameota maharage, ameota nyumbani. Unajua yale maharage ndio umeyapanda shambani, ameota yote. Hakuna nini? Faida, matokeo haya. Haupati matokeo. Unajaribu kufanya jambo limekataa mahali, maana yake matokeo yamepotea mahali. Pointi ya 4 ya mwisho, utajikuta unanyanyasika ukiwa nje ya kusudi. Ukitembea nje ya kusudi, pointi ya 4, unachojikuta ukiwa nje ya kusudi, unanyanyasika. Unanyanyasika kila mahali, unanyanyasika uko nje ya kusudi. Bwana asifiwe. Haleluya. Mgeukie jirani yako na uso wa furaha, mwambie, leo Mungu ana haja na wewe. Mwambie, rudi kwenye kusudi kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tuamuru jioni ya leo, nitoke kwenye kusudi langu niende kwenye kusudi la Bwana. Jipambanie jioni ya leo, lazima nirudi kwenye kusudi ambalo Bwana amelikusudia. Kuna mahali Mungu amepakusudia, hapo ndio ninapataka. Sikiliza, iwe Tanzania, iwe nje ya Tanzania, muujiza wako upo, neema yako ipo, baraka zako zipo. Nyie mnaleta mchezo. Kuna mtu anatoka huko hana kitu, alikuja na kanda 2, saizi anapaki gari nje, na wewe uko hapa, wewe bado ni yule wa kanda 2. Haujaona wanaotana naye? Yaani amekuja hapa na tunamjua kabisa yule ni fulani, yule alikuja hapa
sio sikapaki ya wewe unatembea na Freemason majeroshi kwa hamna. Acha kujidanganya, uko ndani, uko nje ya kusudi. Rudi kwenye kusudi la Bwana. Ni jioni hii peke yake ambayo Bwana atarudisha kwenye kusudi. Nyosha mkono wa kulia hivi, sema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, jioni hii ya leo mimi Joeli nataka kurudi kwenye kusudi. Hebu simama chini, simama chini, simama chini, simama chini, simama chini, simama chini, simama chini. Hallelujah, glory be to God, glory be to God. Mko tayari tuombe? Haya mama leo kutoa kwanza maombi hapa. Mko tayari tuombe hapa? Raba shaka ya masete lebo shaka. Fuata maombi haya ambayo mtumishi wa Bwana atatuongoza. Tunataka tutembee kwenye kusudi la Bwana. Tuachilie mafuta ya Mungu ndani yetu. Karibu mtumishi wa Bwana. Haleluya. Sema Bwana Yesu. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninasimama jioni ya leo kwenye kusudi la Mungu. Baba, naomba unisamehe, nilitoka nje ya kusudi na ndio maana mambo mengi yamekwama kwenye maisha yangu. Asante kwa ajili ya neno lako, neno la uzima lililokuja jioni ya leo kwenye maisha yangu. Sijawahi hata kusikia, leo nimesikia. Ninasimama kwenye kusudi la Mungu jioni ya leo. Naomba Baba usiniache, nitetee, nipiganie kwa damu ya Yesu. Nisimame kwenye kusudi lako ili mambo yakae vizuri katika jina la Yesu Kristo. Mungu aliye hai, nenda mbele za Mungu kwa dakika chache, mwambie Mungu asante. Naomba Baba nisaidie nisimame kwenye kusudi lako. Nilitoka kwenye makusudi yako na ndio maana mambo yalikwama kabisa. Sasa umekuja Mungu kwenye maisha yangu, umesema na mimi kwa lugha nyepesi. Nimekuelewa Jehova. Baba, ninaomba nikae kwenye makusudi yako ili nizae sana, nizae sana kama ulivyozaa mzabibu. Baba, umesema katika neno lako ya kwamba akae ndani yangu, Baba nani ndani yake, huyo uzaa sana. Hebu nitamilie jioni ya leo, mwambie Baba usiniache. Natamani nizae sana, natamani nizae sana, natamani nizae sana, natamani nikae kwenye makusudi yako. Sema Baba, umekuja mbele yako, umesema na mimi kwa lugha nyepesi. Baba anasema na wewe kwa lugha nyepesi, amesema na wewe kwa lugha nyepesi, ili natamani uzae sana. Usizae mapoza, tusizae mapoza, tukae ndani ya Kristo ili tuzae sana kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Tamka. Nabii wa kwanza ni wewe katikati ya maisha yako. Mwambie natamani nizae sana, natamani nizae sana, natamani nizae mambo makubwa. Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana, magari, majumba, mambo makubwa. Mungu anatamani uzae na ongezeko. Mwambie Baba jioni ya leo, unasema na mimi uko miezi mitatu ya kwanza ya anga la mwaka. Mwambie Mungu natamani, nimesikia neno lako, nimekusikia Yesu, nimekusikia kwa njia ya mtumishi wako, nimekusikia Jehova. Mwambie nisaidie Yesu. Nang'ana kwa ulimwengu wa roho, nang'ana kwa jina la Yesu, nang'ana kwa ulimwengu wa roho, nang'ana kwa ulimwengu wa roho, nang'ana na mimi na wewe Yesu, wewe na mimi na wewe kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tamani kuzaa sana, tamani kuzaa mambo makubwa. Usitamani kuzaa mapoza yatosha. Muda wa mapoza umekwisha. Mwambie kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, nisaidie nikae kwenye kusudi lako, kama Esta alikaa kwenye kusudi na ndio maana Israeli ikapona. Hata wewe ukikaa kwenye kusudi utapona, familia itapona, nyumba zitapona, uchumi utapona, mambo makubwa yatapona. Ni kwa sababu ya kukaa kwenye kusudi, kwa damu ya Yesu Kristo.
umetununua kwa gharama, umetununua kwa gharama, umetununua kwa damu yako pale Kalvari, ili Baba kuturejeshea kile kilichopotea, kile kilichoibiwa, kile kilichonyang'anywa. Tulinyang'anywa kila kitu. Umenyang'anywa uchumi, umenyang'anywa ndoa nzuri, umenyang'anywa mafanikio. Baba, tunarudi. Asante Yesu wa msalaba, tunakuja kwako. Adamu wa pili ni Yesu Kristo uliyepambana pale msalabani, ukatununua sisi kwa gharama. Mwambie jioni ya leo, Yesu ninarudi, Yesu ninarudi kwenye mti wako, ninarudi kwenye msalaba wako. Mwambie Yesu ninarudi msalabani. Nilipoteza network, nilipoteza mambo makubwa, nilipoteza mahusiano, nilipoteza kila kitu. Mwambie ninarudi. Tamka jioni ya leo, tamka, toa matamko. Usinyamaze kimya, mtoa mkimbizi. Pambana. Neno linapokuja, Biblia inasema ulituma neno kututoa katika maangamizo. Mungu ametuona tunaangamia, ametuona tunapoharibikiwa, anaona tulipokwama kwenye madeni. Mwambie Baba, natoka, narudi kwenye msalaba wako. Ninarudi sasa. Hata anasema yule mwimbaji aliimba akasema, nauendea msalaba na mnyonge na mtupu. Mimi ni mnyonge, nakuja kwenye msalaba wako. Alikuwa mwimbaji wa tenzi namba 57, anasema nauendea ule msalaba. Alikuwa mpofu, ni mtupu, sina kitu. Mwambie ninarudi kwako, nauendea msalaba, ninakwenda Kalvari, rudi msalabani. Mwambie ninarudi. Baba usiniache, wewe ni Mungu wa rehema, ni Mungu usiyeshindwa na kitu, ni Mungu umesema kila ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Mwambie Baba ninarudi, ni mpofu na mnyonge, sina kitu, ninakuja kwako, unisafishe, unioshe, uniinue kwa upya, unifanye upya roho yangu, unifanye upya maisha yangu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Azana, sukuma hayo maombi, usione kinyonge, sukuma hayo maombi. Mwambie Baba, nakuja kwako. Wewe unanijua nilipojiachia kwako, unajua kama nilipojitoa kwenye mti, unajua nilipojiplumi kwenye ule mti, unajua nilipojikata kwenye ule mti, unajua nilipojitoa kwenye ule mti. Mwambie Baba, mimi ni mnyonge, tena ni mpofu, narudi kwako jioni ya leo. Mwambie Baba, tunarudi kwako, narudi kwako Jehova, narudi kwako Baba, narudi kwako Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Mungu ndiye endelea chochote ndani, endelea kupiga, endelea kukataa ile mipango ya kuzimu, mipango ya adui, mipango ya mashetani, mipango ya majini. Hebu pambana na ile mifumo ya kuzimu inayokuzuia mahali kwenye msingi yako. Jioni ya leo ipigwe kwa jina la Bwana. Nyosha mkono wa kulia juu, sema Bwana Yesu, jioni ya leo naenda kuomba kwa ajili ya kusudi la watoto wangu, na waombea watoto wangu makusudi ulioweka ndani yao kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, kwa watoto wangu yupo daktari, yupo injinia, yupo profesa, yupo mtu mkubwa, yupo mfanyabiashara, yupo mkulima, yupo Bwana mfugaji. Kwa watoto wangu ninaamuru lile kusudi lako lipite mahali hapo kwa jina la Yesu. Nakataa uharibifu wa shetani kwa watoto wangu. Roho za ajabu ninazikataa, roho za ushoga ninazikataa, roho za umalaya ninazikataa, roho za uhuni ninazikataa, roho za ulevi ninazikataa kwa watoto wangu. Bwana, ninaruhusu lile kusudi lipenye kwa watoto wangu. Bwana, pitisha kusudi lako kwa watoto wangu. Wataje majina. Mwambie Bwana, pitisha kusudi lako kwa
lile kusudi ulilolikusudia ndani yangu, nataka kabla mwaka hujaisha litokee na liwe na matunda na liwe na faida kwa jina la Yesu. Sema amen. Kama mikono watu wawili mwambie na iwe kwako kadri tulivyoomba. Kama mikono watu wawili watatu wanne mwambie tulivyoomba na iwe kwako, na iwe kwako tulivyoomba, na iwe kwako tulivyoomba, na iwe kwako tulivyoomba. Amini imekuwa kwa jina la Bwana. Hautateseka.